Naanza na ripoti kwamba Israel imeendelea kuishambulia miji mikuu ya Iran na Lebanon, huku Marekani ikishambulia pia meli ya kivita ya Iran inayotumiwa kubeba na kurusha droni. Wakati huo huo, Iran imeendelea kuzishambulia nchi za Ghuba, huku milipuko kadhaa ikisikika pia mjini Tel Aviv. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi makubwa nchini Iran na kuharibu idadi kubwa ya mifumo ya ulinzi wa anga na kudhoofisha uwezo wake wa ufyatuaji makombora. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameonya kwamba mashambulizi dhidi ya Tehran sasa yataongezeka kwa kasi, lakini Rais Donald Trump amesema hana mpango wa kuanzisha operesheni ya ardhini itakayowahusisha wanajeshi wa Marekani nchini Iran. Lebanon pia imeendelea kushambuliwa na Israel, ambayo imewatolea wito raia kuondoka katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Beirut. Baada ya tangazo hilo, wanamgambo wa Hizbullah nao wamewataka wakazi wa kaskazini mwa Israel kuondoka katika eneo hilo, wakisisitiza kuwa mashambulizi ya Israel ni lazima yajibiwe. Iran nayo imeendeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi mapema leo na kuzilenga nchi jirani katika eneo la Mashariki ya Kati zinazowahifadhi wanajeshi wa Marekani, huku waandishi wa habari wakiripoti kwamba milipuko kadhaa imesikika mjini Tel Aviv kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran. Tehran kwa upande wake imeonya kuwa itasababisha uharibifu wa miundombinu ya kijeshi na kiuchumi katika eneo lote la Mashariki ya Kati, hasa wakati huu vita hivyo vikionekana kuathiri masoko ya fedha, usafirishaji wa mafuta na kuvuruga safari za ndege, kama alivyotahadharisha pia msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric. Mparaganyiko katika safari za ndege na njia nyingine za usafirishaji vinaendelea kuathiri harakati za usambazaji wa vifaa vya kibinadamu, safari za wafanyakazi na hata harakati za kibiashara. Hii inaiweka minyororo ya usambazaji katika hatari na inaweza kuwa na athari kubwa kwa upatikanaji wa chakula, huku gharama za chakula, mafuta na vifaa vya matibabu zikiongezeka. Hayo yakiarifiwa, televisheni ya serikali ya Iran imeripoti hivi leo kuwa baraza la uongozi nchini humo limekutana na kujadili namna ya kuandaa mkutano wa baraza la wataalam ambalo litamchagua kiongozi mkuu mpya wa taifa hilo atakayechukua nafasi ya Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Baraza la uongozi linamjumuisha Rais Masoud Pezeshkian, mkuu wa muhimili wa sheria Gholam Hussein Mohseni Ejehi na kiongozi wa kiimani Ayatollah Ali Reza Arafi. Hata hivyo, taarifa hiyo haikutoa ratiba yote kuhusu uteuzi wa kiongozi mkuu na wala haikuelezea ikiwa baraza hilo la wataalam litakutana ana kwa ana au kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, Trump amesema anapaswa kushirikishwa katika mchakato wa kumchagua kiongozi mkuu mpya wa Iran, huku akipuuzilia mbali uwezekano wa mtoto wa Khamenei, Mojtaba Khamenei, kuwa mstari wa mbele katika kuchukua wadhifa wa baba yake, akimtaja kuwa dhaifu kuiongoza Iran. Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Mashirika ya ndege ya ndani na kimataifa yameanza safari maalum za kuokoa na kuwarejesha nyumbani Waafrika waliokwama katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia kuongezeka kwa mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kufungwa kwa anga nyingi katika ukanda huo kutokana na hofu ya mashambulizi ya makombora kumesababisha maelfu ya mashirika ya ndege kupanga safari za dharura za kuondoa raia wao katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Hatua hiyo ya kuanza safari za kuokoa raia imechukuliwa wakati hali ya usalama Mashariki ya Kati ikiendelea kuzorota na kufanya usafiri wa anga kuwa na hatari kubwa zaidi kuliko kawaida. Ripoti kutoka vyombo vya habari barani Afrika zinaeleza kuwa mashirika kadhaa ya ndege yakiwemo Emirates, Qatar na shirika la ndege la Kenya pamoja na Ethiopia sasa yanaendesha au kupanga safari maalumu za kuhamisha watu waliokwama katika eneo hilo. Shirika la ndege la Emirates limetangaza kurejesha idadi ndogo ya safari kuelekea Afrika Kusini, hususan katika miji ya Cape Town na Johannesburg, safari ambazo zimepangwa kufanyika siku za Alhamisi na Ijumaa kupitia Dubai. Serikali ya Afrika Kusini imewahimiza raia wake walioko nje ya nchi kutumia safari hizo kurejea nyumbani haraka iwezekanavyo, huku taarifa zikionyesha kuwa zaidi ya Waafrika Kusini 6,400 wamekwama kutokana na kusimamishwa kwa safari nyingi za ndege katika siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, shirika la ndege la Kenya Airways tayari limeanza operesheni ya kuwasaidia raia wa Kenya, ambapo
ambapo ndege yake iliwasili jijini Nairobi leo tarehe 6 Machi ikitokea Dubai ikiwa imebeba Wakenya pamoja na raia wa mataifa mengine waliokwama katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Shirika hilo pia limetangaza kuendesha safari maalum zaidi ili kuwasaidia Wakenya wengine walioko katika Umoja wa Falme za Kiarabu kurejea nyumbani. Kwa upande wa Uganda, wanafunzi waliokuwa wamekwama nchini Iran walirejea nyumbani jana Alhamisi kupitia Uturuki kwa msaada wa shirika la ndege la Ethiopia. Mmoja wa wanafunzi hao, Sara Mayanja, alikuwa na haya kusema. Tulikuwa tunaanza muhula mpya wa masomo. Ulipaswa kuanza Jumamosi, lakini asubuhi hiyo tulishtushwa ghafla na milipuko tena. Na kwa mshangao wetu, ingawa kwa mtu ambaye amekuwa akifuatilia hali ilivyo, tulijua inaweza kutokea au pengine isingetokea. We know it could happen, it might not. Taarifa zinaeleza kuwa wanafunzi hao walihamishwa kutoka mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa mabasi katika safari ya takriban saa 24 hadi kufika mpakani mwa Uturuki katika eneo la mpaka la Gurbaluk kabla ya kuendelea na safari ya kurejea nyumbani. Mgogoro huu umeingia siku ya 7 leo, huku Israeli ikiendelea kufanya mashambulizi katika miji ya Tehran na Beirut, wakati Iran nayo ikijibu kwa kurusha makombora kuelekea Tel Aviv, hali inayozidi kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa anga katika eneo hilo. Ni ripoti yake Idi Sesanga, asante sana. Shambulizi la hivi karibuni kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran linakimulika kifungu kimojawapo kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa ulioandikwa baada ya vita vya pili vya dunia. Kifungu cha 2 sura ya 4 kinachojitokeza waziwazi katika hali inayoendelea sasa kwamba ni marufuku kwa mataifa kutoleana vitisho visivyo na sababu ama hata matumizi ya nguvu miongoni mwa nchi. Mengi zaidi hapo kwenye ripoti ya Lilian Mtono. Kifungu hiki kinakataza nchi kutishia ama kutumia nguvu dhidi ya eneo ama taifa jingine lililo huru. Kiliandikwa baada ya vita vya pili vya dunia na kililenga kudumisha amani na kuhamasisha mazungumzo badala ya mizozo ya silaha kuchukuliwa kama njia mbadala ya kutatua migogoro. Lakini kifungu hiki hata hivyo kimekuwa kikivunjwa tangu wakati huo katika utatuzi wa mizozo ya kimaeneo inayoshuhudiwa ulimwenguni, kuanzia wa Ukraine hadi Mashariki ya Kati, huku pande zinazozozana zikitafsiri kwa mitazamo yao. Na hata Marekani na Israel walipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28, walidai kwamba wanataka kuzuia mipango yake ya makombora ya masafa marefu na kuizuia kuyasaidia makundi ya kigaidi. Lakini wakosoaji wanaipinga Israel na Marekani wakisema madai yao yako nje ya msingi wa mkataba huo wa Umoja wa Mataifa na kubainisha kuwa ni vyombo maalumu tu vya Umoja wa Mataifa na hususan Baraza la Usalama ndivyo vyenye uhalali wa kuamua ni wakati gani matumizi ya nguvu yanaweza kuruhusiwa. Mwezi Januari, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa walikosoa vikali hatua ya Marekani kuingilia Venezuela na kumkamata aliyekuwa rais Nicolas Maduro na kuitaja kama ukiukwaji mbaya kabisa wa kifungu hicho cha 2 kifungu kidogo cha 4. Mkataba wa Umoja wa Mataifa ulisainiwa rasmi Juni 26 mwaka 1945 huko San Francisco na kuwa msingi wa uundwaji wa Umoja wa Mataifa uliowafungamanisha wanachama wake na mfumo mpya wa kisheria wa kudumisha amani duniani. Kiini chake kilikuwa kifungu hicho cha 2 kifungu kidogo cha 4 kinachosomeka: wanachama wote katika mahusiano ya kimataifa watajizuia kutoa vitisho ama matumizi ya nguvu dhidi ya uadilifu wa eneo ama uhuru wa kisiasa wa nchi yoyote au kwa njia nyingine yoyote isiyoendana na madhumuni ya Umoja wa Mataifa. Aidha, kinapiga marufuku matumizi ya nguvu isipokuwa katika mazingira ya aina 2 tu. Kwanza, wanapolazimika kujilinda kwa kujibu shambulizi la silaha katika kifungu cha 51, na matumizi ya nguvu yaliyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na si mataifa makubwa kutumia nguvu wakati wote yanapoona inafaa. Na suala jingine muhimu ni muundo wa Baraza la Usalama. Kifungu hicho cha 2 kifungu kidogo cha 4, licha ya kuahidi usawa kwa mataifa huru, lakini kinawapa wanachama 5 wa kudumu kura ya turufu ambao ni Marekani, Uingereza, Urusi, China na Ufaransa, na kuwa na mamlaka makubwa ya kuamua ni wakati gani kunakuwa na uhalali wa matumizi ya nguvu. Na inapotokea maamuzi ya baraza yanazuiwa na kura yoyote kati ya kura hizo 5 za turufu, ndipo mataifa hayo makubwa huamua kuchukua hatua na hatimaye kuhalalisha matendo yao.